Kwaresma kwa hatua. Hatua ya 7. Nguvu yangu ni sala. Leo ni siku nyingine ya hatua zangu mimi Mkristo, na kwa ukamilifu wake ninamshukuru Mungu. Nimeanza vema katika hatua yangu hii. Tena katika zile hatua zilizotangulia zimenifundisha na kunielekeza nini nifanye, wapi nipite, na kwa sababu gani nitembee tena kwa hatua. Leo ninaendelea na hatua zangu tena, na ikumbukwe katika hatua iliyotangulia nimeona na kujifunza lengo kuu ambalo ni toba. Nimeshinda viunzi vidogo vidogo vya mwanzo. Sasa naendelea mbele na hatua nyingine nyingi mbele yangu. Na ni wazi, ili mwili upate nguvu lazima upate chakula, maji, hewa na mahitaji mengine ya mwili. Basi kama mahitaji ya mwili ni hayo, ili mwili uwe na uhai lazima uyapate hayo. Lakini kwa hakika mwili huo hauwezi tu kuwa na uhai katika namna moja, kwa kuwa hatua ninazotembea ni za kiroho. Ninajua ninapaswa pia nipate nguvu ya kiroho. Tena ninajua ninatembea katika mfungo, tena nikiwa na mkate wa uzima. Na zaidi ya yote, ninacho pia cha kufanya njiani, kwamba kujua ninapotembea yanipasa nifike kweli, na lazima nijihoji kwamba kweli nitafika. Kwa maneno mengine naweza kusema kweli nitatoboa. Mimi nimeshatumia muda wote kwa maisha yangu kwa kupenda sala. Sala imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Lakini kuna nyakati, kwa sababu ya maisha na kuzingatia mahitaji ya mwili wangu, nimejikuta nikipenda sana kula na kunywa. Lakini kuna zaidi ya hayo. Pamoja na kwamba nimekuwa nikiwaza juu ya mapochopocho, vinono vyote, lakini hayo yote yanapita. Najiuliza hivi kwa sauti. Najua kwamba roho pia inahitaji chakula. Lakini ni kama vile maneno yananiingia kutoka kwa Yesu mwenyewe yakiniambia, najua roho yako ilazi, lakini mwili ni dhaifu. Sasa nisikie kwa makini. Roho haihitaji chakula kama ugali, wali, nyama choma na mapochopocho kadha. Roho inahitaji kitu kimoja tu, ambacho ni sala. Sauti hiyo ya Yesu inatamatika, na hapo ndipo natambua sauti ya Mungu inaendelea kunisemesha rohoni mwangu kupitia dhamiri. Kumbe hata ninapotembea, mara zote ninapojisemea mwenyewe juu ya hatua zangu, ni kwa sababu ninapata nguvu ya Mungu na sauti ya Mungu inayonisemesha. Na leo kumbe ndiyo najua nguvu yangu ni sala. Kwa nini? Mara zote nimekuwa nikisali kila ninapotembea. Mtu anayekataa sala hajui nini maana ya hatua anazozitembea. Tunakula chakula na vinywaji vya kimwili, lakini chakula na kinywaji cha roho ni sala. Roho inakuwa dhaifu isiposali. Mwili vile vile unakuwa dhaifu usipokuwa na sala. Kwa kuwa roho inapokuwa na uzima, ndipo inapojitayarisha pia kuyapata yale mengine ya kimwili.
Nasema tena, kumbe nguvu yangu ni sala. Kwani mtu anayekataa kusali anavunja mwenyewe uhusiano na Mungu. Na mtu bila uhusiano na Mungu anakosa utu. Na wazo hili linanifanya mimi niendelee kupiga hatua taratibu. Na ninakumbuka hata wazo la Dominika ile ya kwanza ya Kwaresma iliponikumbusha kwamba mtu haishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Neno hilo ndilo ambalo linanigusa tena leo hii, hasa juu ya sala. Sala ambayo ni kuinua moyo kuelekea mbinguni kama majitoleo yangu ya mapendo wakati wa uchungu na wakati wa furaha. Ni tendo la kiroho linalounganisha roho ya mtu na Mungu. Maana hii ni rejeo la mafundisho ya Mtakatifu Teresa. Teresa ambaye amekuwa na mafundisho mengi juu ya sala. Tena Teresa wa mtoto Yesu. Hapa ndipo ninapopumua kwa nguvu na najisemea mwenyewe, kwa hakika nina deni kubwa kweli. Kwani mara nyingi nimekuwa mzembe katika kusali. Ninapunguza uwigo wa kumwomba Mungu. Nimepunguza sala zangu za mishale. Nikisali novena simalizi. Nikienda kanisani ninachelewa. Nikiwahi ninasinzia. Wakati wa mahubiri napoteza mawazo yangu. Zaidi ya yote, wakati mwingine hata sikumbuki masomo yaliyosomwa yametoka wapi. Masomo yanasomwa lakini yanapita kama upepo vile. Najiambia mwenyewe huku ninatembea polepole, mzembe mimi, mvivu mimi, nimeelemewa kweli kweli. Najisikitikia huku nikigonga kifua changu. Na katika hali hii naisikia sauti ya Yesu ikinisemesha nami kupitia Injili ikiniambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana kila ombaye hupewa, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Marejeo ya Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7 hadi ya 8. Maneno haya kwa kweli yananitia nguvu. Nami nakazana kwa kuwa najua ninapaswa kuomba. Nimeshajua kwamba kuna umuhimu wa sala. Pamoja na uzembe na uvivu wangu, yanipasa kusali mara fulani. Na hivi nikijitahidi kusali, ninakuwa ninajinasua katika mitego ya viumbe wa dunia hii. Kwa kuwa ninakuwa karibu na Mungu, ninapata amani ya roho. Sala inanifanya kuwa mtu na inanijaza utu. Na hapa ndipo Zaburi ya 91 inanikumbusha nilalopaswa kwanza kuliomba. Tena inajirudia nafsini mwangu. Tena Zaburi hii inanifanya mara kadhaa inikumbushe kwamba ninapaswa kuendelea kusali. Inanikumbusha ikiniambia, ukikaa chini ya ulinzi wa Mungu mkuu, ukiweka macho yako kwake yeye mwenye uwezo, utaweza kumwambia Mwenyezi Mungu, wewe ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu ninayekutumaini. Hakika Mungu atakuokoa katika mtego, atakukinga na maradhi mabaya. Kwa hakika safari yangu hii ina mitego mbalimbali. Kuna maradhi mbalimbali njiani, na yote hayo ninapaswa nimwambie Mungu. Lakini sala yangu iwe njema, lazima iwe sala ya rohoni. Lakini vile vile sala yangu ili iweze kuwa ya maana, ni lazima niombe neema ya kuwa na huruma kwa wengine. Maana mtu anayesali anawafikiria wengine. Na hapa ndipo ninaposali sala ya kuomba neema na kuwa na huruma kwa wengine. Sala ambayo inanionyesha kipimo halisi cha huruma yangu, kioo ambamo ninajitazama kama Mkristo mwenye huruma, ambayo ninapaswa kuisali wakati wote. Naweza kuisali asubuhi, pia jioni, na wakati wa kuchunguza dhamiri yangu.
Kwa kuwa sasa ni jioni, ninapoenda kupumzika, ninasali nikisema: Utatu mtakatifu sana, napenda kutukuza huruma yako kwa wingi usiokoma. Hasa kila nipumuapo, kila moyo wangu uingiapo, upigapo, na kila damu yangu izungukapo mwilini mwangu. Nataka kugeuzwa kabisa, Bwana, ili nifanane na huruma yako na nikuigize wewe. Fadhili yako ya kimungu kuu kuliko zote, huruma isiyopimika, imfikie jirani yangu rohoni mwake kupitia moyoni mwangu. Bwana, unisaidie ili macho yangu yawe na huruma, nisizingizie, nisishuku, nisihukumu kwa yale niyaonayo juu juu, bali nitafute uzuri uliomo rohoni mwa jirani zangu na niwaokoe. Nisaidie Bwana, ili masikio yangu yawe na huruma, nisikilize shida za jirani yangu, nisikose kuwajali katika matatizo yao. Bwana, nisaidie ili ulimi wangu uwe na huruma, nisimuumize jirani kwa maneno yangu mabaya, bali niwe na neno la faraja na msamaha kwa wote. Unisaidie Bwana, ili mikono yangu iwe na huruma na ijae matendo mema, niweze kuwatendea vyema jirani zangu, na yaliyo magumu na mazito niyabebe mimi. Unisaidie Bwana, ili miguu yangu iwe na huruma, tena nitembeapo kwa hatua, niweze kuwa mwepesi kufika kwa jirani yangu kumsaidia, bila kujali kazi nyingi, usumbufu na uchovu wangu. Pumziko langu liwe katika kuwahudumia jirani zangu. Unisaidie Bwana, ili moyo wangu uwe na huruma, niwe na hisia za mateso ya jirani yangu, nisimkatalie mtu. Nitakuwa mwaminifu hata kwa wale ambao najua watatumia vibaya wema wangu, na ninajifungia ndani mwa moyo wa huruma ya Yesu. Nitavumilia mateso yangu bila kunung'unika. Bwana, huruma yako inishukie ikae ndani yangu.